Huwa ligeni mpenzi mwana michezo, aso mpenzi wa klabu kubwa Tanzania, na si wengine hapa tunawazungumzia Young African ambao ni mabingwa mara 3 mfululizo wa ligi ya Tanzania bara, lakini pia ni mabingwa mara 3 mfululizo wa kombe la FA ambalo ni la CRDB Federation Cup. Sasa leo tupo na taarifa kubwa za usajili zinazoendelea katika klabu ya Young Africa. Hatutazungumzia masuala ya dabi ya Kariakoo kwa sababu kila kitu kimeshazungumzwa na semaji wa timu ya Young African, timu kubwa hapa Tanzania, na msimamo ni ule atuchezi ngo. Na unaweza kuandika kwenye comment hapo, shabiki wa Yanga, atuchezi kama matakwa hayatakubaliwa. Licha ya hayo, twende sasa kuzungumzia sajili ambazo zinahusu klabu hii kubwa na klabu pendwa Tanzania, klabu ambayo inapambania haki na inapambania makombe makubwa hapa Tanzania, na si wengine tena ni watoto wa Jangwani. Narudia tena, Young Africa. Leo klabu ya Young African wamefikia makubaliano na mchezaji kutoka katika klabu ya kule Zambia, na si mwingine tena tunamzungumzia mchezaji kutoka katika klabu ya Power Dynamo, Owen Thembo, ambaye amefanya vizuri sana katika msimu uliopita baada ya kuwa na msimu bora na kufanikiwa kutoa tuzo ya MVP au man of the match wa ligi nzima. Tunamuita MVP mpya wa ligi ya Zambia. Anatua katika klabu ya Young African. Kwa nini anatua? Ni namba gani anacheza? Ni namba ya Stefan Aziz Ki, na sababu ni kwamba Stefan Aziz Ki amekwisha ondoka katika klabu ya Young African. Kwa nini Young African wamewaacha wachezaji wote ambao walikuwa wanawawania na wamechukua saini ya Owen Thembo? Owen Thembo ni mchezaji ambaye amekuwa na kiwango mfululizo, misimu 3 mfululizo alikuwa na kiwango bora, na msimu huu ule uliopita tofauti na huu msimu ambapo Mutale au tunamuzia SG Hala Mutale alivyochukua ile tuzo ya mchezaji bora wa ligi, yule ndo alikuwa anawania naye. Lakini msimu uliopita alikuwa pia anawania na mchezaji mwingine ambaye yupo katika saizi katika klabu kubwa hapa Afrika, na si wengine tena tunazungumzia Experience. Kwa hiyo unamuona kiwango chake kilikuwa ni kikubwa, na ameendelea kupambana na mpaka mwisho amekuwa MVP wa ligi hiyo ya Zambia. Na Young African unamuona si vema kuachana na mchezaji wa namna hii, wameamua kumchukua, na msimu unaokuja yupo katika uzi ya kijani na njano. Lakini pia naweza kuniandikia hapo msimamo wako kuhusiana na dabi ya Kariakoo, lakini pia na kuhusiana na wachezaji hawa ambao nakwenda kuwataja. Ni sahihi kwa Musonda kuondoka? Je, ni sahihi kwa Clatous Chota Chama kuondoka katika klabu ya Yanga katika kipindi hiki? Na ni sahihi kwa Mkude kuondoka katika klabu ya Yanga kwa kipindi hiki? Niambie hapo kwenye comment na nitakwenda kukwambia na kusoma ujumbe wako mfupi. Usahau kusubscribe na kuniandikia hapo kwenye comment. Asante.